naamini ushirikiano wetu ndio hasa umekuwa chachu kubwa ya mafanikio ndani ya sekta ya madini katika kipindi cha muda mfupi. Hivyo basi nichukue fursa hii kuendelea kuwaomba tuendelee kufanya kazi kwa pamoja kwa upendo, mshikamano na ushirikiano wa kutosha ili tuipeleke mbele nchi yetu ya Tanzania na hasa kuikuza sekta ya madini. Kipekee kabisa naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utashi wake mkubwa aliouonesha kwenye kuiendeleza sekta ya madini. Katika kipindi cha miaka mitano ya Mheshimiwa Rais tumeshuhudia mabadiliko makubwa kwenye sekta ya madini, na hii inatokana na utashi wake wa kuiona sekta hii kama ni sekta ambayo inaweza kutoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tume ya Madini hivi sasa kuna mabadiliko makubwa. Hata kukaa kwenye hili jengo leo ni kazi kubwa ambayo imeifanywa na Mheshimiwa Rais baada ya maelekezo yake na maombi ambayo tuliyapeleka. Mtakumbuka mlikuwa mnatumia majengo ya zamani yaliyoko pale GST, na muda mwingine mtu akiangalia rasilimali tulionayo hapa nchini, na ninyi ndio mmepewa dhamana hiyo, na maeneo ambayo mlikuwa mnafanyia kazi vilikuwa vitu haviendani. Sasa hivi tumepata jengo jipya, jengo zuri lenye kila miundombinu ya kuwezesha kufanya kazi vizuri. Nategemea uwepo wenu hapo utaongeza pia ufanisi mkubwa katika kuhudumia Watanzania. Lakini pia namshukuru Mheshimiwa Rais. Mlikuwa mna changamoto kubwa vitendea kazi kubwa sana, lakini hivi sasa tumeanza kuona mabadiliko makubwa katika eneo hili. Tumenunuliwa magari ya kutosha katika Tume ya Madini na mengine yanaendelea kuja. Katika mwaka huu wa fedha tumepokea magari 33 na mengine yanaendelea kununuliwa kwa lengo la kuongeza ufanisi. Na mtakumbuka hii ni hoja ambayo mliitoa kikao changu cha kwanza na ninyi juu ya changamoto ya vyombo vya usafiri vya kuwawezesha kuweza kufikia maeneo mbalimbali. Tumenunua magari, tumenunua na pikipiki. Bahati nzuri hamjaniangusha. Nilikuwa nataka nione uhusiano wa moja kwa moja kati ya vyombo na ufanisi. Baada ya vyombo kuongezeka, nimeona mambo yamebadilika sana. Na wapongezeni sana, hongereni sana, Mwenyezi Mungu endelee kuwasimamia. Kipekee kabisa nichukue fursa hii kuwapongeza sana tume chini ya mwenyekiti Dr. Janet Lekashingo, makamishna, na tume hivi sasa inaongozwa na wakina mama, mwenyekiti mama, makamishna wawili wakina mama. Wameleta mapinduzi makubwa ndani ya muda mfupi na sisi sote tunayaona na kuyashuhudia. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Nawapongeza sana Dr. kwa usimamizi mzuri ambao pia umeleta utulivu mkubwa sana kwenye sekta. Lakini RMOs wote niliwaambia kikao changu cha kwanza kabisa pale Mwanza, na furaha kubwa ya kwamba yale ambayo tulizungumza Mwanza mmeishi kwa kiwango kikubwa sana. Niliwaambia ninyi ndo hasa mtaleta heshima ya wizara hii. Rasilimali za madini ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia chini ya usimamizi wenu, zikitumika vizuri, zina uwezo wa kusaidia sana kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mmefanya kazi hii vizuri sana katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Na hivyo kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri, wanasema mgemo ukimsifia tembo ulitia maji. Sasa mimi naomba msiende huko. Leo tunawasifia hapa kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Naomba mtuoneshe utofauti zaidi katika kipindi kinachokuja. Mna uwezo wa kufanya hivyo, na mtakumbuka niliwapa uhuru wa kutosha sana wa kufanya kazi zenu. Ninyi wenyewe ni mashahidi.
na nilitaka pia watu wengi wabaki katika maeneo yao. Kuna wakati ilikuwa na changamoto ya kuhamishwa, ile ilikuwa inapunguza sana ufanisi. Lakini mtaniambia hapa katika kipindi chenu, katika muda huu mfupi, mmebaki katika maeneo yenu kwa muda mrefu na mmesaidia kuongeza ufanisi. Niwaombe sana, hapo mlipopashikilia, endeleeni kupashikilia, ongezeni nguvu zaidi. Tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi kuliko hivi sasa na kuletea nchi tija kupitia sekta ya madini. Ninyi ndio mnatusaidia katika ukusanyaji wa mapato. Na hapa naomba ieleweke vizuri. Mwaka 2015, 2016 sekta ya madini ilikuwa inaingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 161 kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria mwaka 2017 ambayo yalipelekea uanzishwaji wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi, ambapo hivi sasa tuna masoko ya madini 44 na vituo vya ununuzi 114. Hivi sasa imepelekea hali ya ukusanyaji wa mapato kuongezeka sana, na pia baada ya kuimarisha nguvu kwenye kikosi chetu, kikosi kazi ambacho kinadhibiti biashara haramu ya madini, imesaidia sana kuongeza pato la nchi yetu ya Tanzania kupitia makusanyo ambayo mmeyakusanya. Mwaka wa fedha 2024-2025 mlivunja rekodi ya kukusanya shilingi trilioni 1.071, kiasi cha fedha ambacho hakijawahi kukusanywa tangu kuumbwa kwa ulimwengu kupitia sekta hii ya madini. Mchango wetu kwenye mfuko mkuu wa serikali unazidi kuongezeka siku hadi siku. Leo tunaingiza trilioni 1 kwenye mfuko mkuu wa serikali. Bado tuna uwezo wa kufanya vizuri. Mwaka huu wa fedha 2025-2026 tumewekewa malengo ya kukusanya shilingi trilioni 1.2, kuvunja rekodi yenu ya mwaka wa fedha uliopita. Mimi natamani muendelee kujivunjia rekodi wenyewe kila mwaka. Tuna rekodi ya kuvunja mwaka huu ya makusanyo ya shilingi trilioni 1.2. Ifikapo tarehe 30 Juni mwaka 2026, tunataka kule mfuko mkuu wa serikali hazina isome shilingi trilioni 1.2 kupitia sekta ya madini. Jambo hili linawezekana, liwezekani? Sauti zenu zipo chini sana. Jambo hili linawezekana, liwezekani? Linawezekana. Kwa mnawaambia umma wa Tanzania leo kwamba jambo hili linawezekana, tukaingiza trilioni 1.2 kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na mimi nikiziangalia dalili inawezekana. Leo tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka 2026, tukiwa tumebakiza siku takribani 140 kufikia mwisho wa mwaka wa kifedha, mpaka leo mmeshaingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 719, sawa na 59.9% ya lengo la mwaka. Hongereni sana na nawapongeza sana katika eneo hili. Mwisho wa hotuba yangu na jumbe ambazo nataka niwape, ndio mwisho wa hotuba yangu. Ujumbe wa kwanza ujumbe wa kwanza, naomba mshirikiane. Msifanye kazi kama mpo kwenye mabehewa, compartments, kwamba walioko Katavi ni wa Katavi, walioko Tabora ni wa Tabora. Naomba mshirikiane. Na hii haimhitaji ES afanye hivyo, ninyi wenyewe kwa wenyewe. Yaani msije mkafanya kazi kama ukishapewa kipande cha Dodoma na Morogoro, kila mtu amebaki pale ndo kwake. Hapana. Naomba ofisi zizungumze. Kuna baadhi ya changamoto mna uwezo wa kuzitatua ninyi wenyewe pasipo kumfikia ES wala kuja huku juu wizarani. Kwa hiyo niwaombe sana, RMOs wote, sijui hata kama kuna wengine pamoja mkaulizana, kuna mtu ana namba ya mwenzake hapa.
Inawezekana kabisa, inawezekana. Sasa msifike huko, kafanya zoezi hapo afu ikawa mtihani. Unajua, yaani mnyanyue mmoja hapa au nifanye hata kama na platform yenu, lakini bado ile mahusiano ya mtu na mtu muhimu sana. Msengi yuko wapi? Msengi yuko hapa. Kuna wakati tulipata changamoto ya kile kiwanda cha pale za Mahero, ilikuwa ni kuleta yale makinikia kutoka Katavi. Ilipaswa mzungumze nyie tu Msengi kabla mimi sijaenda ziara na kwenda kuambiwa pale. Lakini mlipozungumza wewe na RMO Katavi mkalimaliza, leo mzigo unaenda pale kiwandani kutoka Katavi. Hiyo ndio maana yangu kubwa hasa. Nataka muwe na ushirikiano. Yaani msisubiri waziri, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu ndio kiungo chenu ninyi. Ninyi ni timu moja. Sawa sawa ndugu zangu? Na kama ingekuwa timu hapa Tanzania, basi tuishie hapo. Ujumbe wa pili ni wa uadilifu. Endeleeni kusimamia maadili ya kazi. Tunzeni jina zuri la wizara. Mnachokifanya mikoani ni kwa niaba ya wizara. Msije mkajisahau. Kumekuwepo na changamoto moja hivi sasa. Maafisa wenu wa chini mnawapa uhuru, wanafanya vitu vingi sana ambao mwisho wa siku vinachafua taswira ya ofisi ya RMO. Narudia tena leo. Ukishindwa kuwadhibiti maafisa walioko chini yako, mimi nitafanya kwa niaba yako. Na nikifanya kwa niaba yako, siku zako za kuwepo hapo zitakuwa zinahesabika. Huna sababu ya kuendelea kubaki katika mkoa ambao huwezi kuusimamia. Hakuna sababu kuendelea kubaki hapo. Kama mimi nitakusaidia kutatua mgogoro wa afisa wako na wewe huko hapo, kuna mambo mawili. Ni uzembe au na wewe ni sehemu ya tatizo. Kwa nataka niwaambie kabisa RMOs, kabisa. Ukiona nimeshuka chini kutatua mgogoro kwenye mkoa wako, wa kuhusiana na afisa wako, na wewe huko hapo, jihesabu na siku zako zinahesabika. Nataka niwaambie ukweli kabisa. Katika eneo hili kabisa tukubaliane. Last time niliwaambia, naomba nirudie hapa. Wako baadhi ya maafisa wanatuletea migogoro mikubwa sana. Kwa sababu ya Watanzania wengi hawana uelewa. Ninyi mmekaa darasani, mnafahamu kusoma yale majira nukta, mnafahamu vitu vingi sana vya kwenye leseni. Watu wengi walioko chini yenu wana take advantage ya kutokuwatendea si vyema wananchi wetu na kusababisha migogoro ambayo haina sababu. Naomba niseme tena hapa leo na nieleweke vizuri kabisa. Kumekuwepo na utaratibu ya baadhi ya watu wachache wanakimbia ofisini huku kuja kuomba leseni, eneo ambalo tayari unakuta kuna wachimbaji wadogo wako pale, na wana take advantage kwa sababu ya watu wetu wengi hawana uelewa, na akija hapa tusababisha migogoro ambayo haina sababu. Katibu mtendaji, naomba nirudie hapa tena. Mimi sitakubaliana na utaratibu wa watu wachache kuja kukimbilia kupata leseni kwenye maeneo ambayo yana wachimbaji wadogo na kusababisha migogoro, na yeye kwenda pale kama mpangishaji wa lile eneo. Kwa kweli utaratibu huo hatutaukubali, na mimi sitakubali, na wenzangu pia na kadhalika hatutakubali. Unaleta migogoro mingi sana. Tumefanikiwa kufanya marekebisho ya kanuni zile za wenye maduara na wenye leseni. Sasa hivi tumebakiza na changamoto moja tu. Mtu anakuja kuomba leseni ambao tayari pale kuna wachimbaji wadogo wako wengi sana. Anataka akate leseni huku, akienda pale wale wao wapangishaji wake, kwa sababu tu ana take advantage ya yeye kufahamu baadhi ya taarifa. Nataka niwaombe RMOs katika jambo hili. Niwaombe sana, hakikisheni msiwe sehemu ya mgogoro. RMO yoyote
ambaye ofisi yake itakuwa sehemu ya mgogoro, kwa kweli hapa hatutaelewana. Nataka niwaambie kabisa, katika eneo hili hatutaelewana. Nataka sekta hii iendelee kubaki na utulivu, na utulivu pekee ni sisi tendeni tukatende haki kwa wananchi wetu. Tendeni tukatende haki. Na migogoro miwili nitaifikisha mwisho mwezi Februari, ambayo kama itathibitika jinsi hivyo ilivyo, wahusika nitawachukulia hatua. Ina mazingira kama haya ambayo nayasema hapa, ipo mezani kwangu miwili na vyombo vingine vinachunguza. Nitawachukulia hatua asubuhi kabisa. Kwa hiyo mmoja wenu hapa akiona kuna siku hayumo kwenye orodha, ajue ndio yule ambaye nilimtamka hapa siku ya leo. Nendeni mkaangalie vizuri maeneo yenu. Hii nawaambia kabisa kwa siri, na maeneo mawili ambayo yanachunguzwa hivi sasa, yakikamilika taarifa yake nitawachukulia hatua. Kwa sababu ni jambo ambalo linasikitisha sana na linaleta shida kubwa sana kwenye migogoro hii ya wachimbaji wadogo. Hii nimwambia na nimwatip mweze kulielewa vizuri. Ujumbe wangu wa tatu wa leseni, kila RMO mkirudi hapa, mkirudi kutoka Dodoma, kaleteni orodha ya leseni zote kubwa ambazo hazifanyii kazi katika maeneo yenu. Nataka prospecting licenses zote ambazo hazifanyi kazi. Mkoa wa Shinyanga wameshafanya, mkoa wa Kimadini wa Mbogo wameshafanya. Mwenyekiti wa tume, hili ni agizo langu la siku ya leo. RMOs wote wakirudi katika maeneo yao ya kazi ndani ya siku 7, naomba walete taarifa ya leseni zote kubwa katika maeneo ambayo hazifanyiwi kazi. Niliwaambia na sitanii katika eneo hili, muda sio mrefu mtanisikia naanza kufuta leseni zote za utafiti za Mbogwe na Shinyanga. Wenyewe wameshaniletea. Anayeona akaonewa atafuata utaratibu, lakini nimejiridhisha pasipo shaka watu wengi wanachukua maeneo makubwa ya leseni kwa ajili ya kutegesha, kusubiri wawekezaji. Afu wanaifanya serikali yetu yani ibaki na msubiri yeye katika muda wake unaofaa, akipata mwekezaji ndio leseni iwe inafanya kazi. Hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo. Hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo. Kwa hiyo naomba mkirudi nipate orodha ya kila mkoa, na nitakwenda kwenda awamu kwa awamu. Tazifuta leseni zote za utafiti. Na wale wenye leseni wote, naamini vyombo vya habari viko hapa, wenye leseni wote za utafiti, kama unajijua hujafanya kazi yoyote kwenye leseni yako, jiandae. Tutakuletea default notice, tutafuta leseni zote za nchi nzima za utafiti ambazo hazifanyiwi kazi. Ni mara 10. Tukabaki na maeneo ambayo unaweza kuwapanga wachimbaji wadogo ambao wanaweza kutuletea tija kwenye mchango wa taifa kuliko watu wachache wanaomiliki maeneo makubwa ambayo hayana tija. Katika eneo la leseni, kuanzia tarehe 15 mwezi wa pili, mkurugenzi wa leseni Aziza, naomba niorodheshe majina ya kampuni na watu wenye leseni nyingi zaidi za utafiti. Mimi nao baadhi nawajua. Kila sehemu ukienda unakuta, naomba au unawekea pembeni hao watu na kampuni zenye leseni nyingi za utafiti. This time mimi na naibu waziri tutagawana. Tunakwenda wenyewe kwa ajili ya physical verification. Hatukai tena ofisini. Mtakwenda kwenye leseni, mtakuja na taarifa yenu ya quarterly report. Atakaa pale mwenye leseni atuambie alichokifanya nini kwenye leseni yake. Nafahamu 90% ya Watanzania wanapika taarifa za leseni. Ndio kweli. Wanapika taarifa za leseni za utafiti 90%. Kwa na wenyewe pia wajiandae. Kama unafahamu una leseni ya utafiti, kama unafahamu una leseni ya utafiti na umewahi kusubmit taarifa wizarani, jiandae. Mimi na naibu waziri baada ya tarehe 15 tutakuwa na operation maalum. Tutapita kwenye kila leseni kubwa
tunataka tutende haki. Wataalamu mtatusaidia. Kwenye quarterly report mtu atatuambia nimefanya moja mbili, tutakagua hata hayo mashimo. Muda tunao. Tutakwenda kukagua hayo mashimo. Lakini pia wajiandae wa Tanzania. Kuleta taarifa ya uongo serikalini ni kosa pia. Na hatua zipo za kisheria ambazo tutazichukua. Kuleta taarifa ya uongo serikalini ni kosa. Kazi hii tutaifanya kwa uwazi, pasipo upendeleo wala kumuonea mtu. Itakuwa ni zoezi la wazi kabisa, hatua kwa hatua. Eneo lingine kwenye leseni, nimemwelekeza katibu mtendaji wa tume akamilishe mfumo wa e-license ifikapo tarehe 30 Juni mwaka huu. Nataka niondoe physical contact kati ya muombaji wa leseni na ninyi maafisa. Ibaki kama luku tu. Lipia umeme kadri utumiavyo. Leo hii mnaletewa shutuma nyingi ambazo sio za kwenu. Muda mwingine unatimiza wajibu wako, unaambiwa ile leseni ya RMA anaitaka, ndio maana ameamua kuifuta. Nataka niwatue huo mzigo. Twende katika automation. Umeomba leseni ya utafiti, quarter report ya kwanza huja submit kwenye mfumo wenyewe utuambie kwamba huyu sasa anatakiwa kupewa default notice. Atapewa default notice. Akishuda comply, leseni ijifute yenyewe kule. Wewe utakuwa tumekutua mzigo sisi. Si ndio ndugu zangu? Bikulamchi, mbona kama umefurahi sana kwenye ile neno? Wanakusingizia sana nini? Bikulamchi, usisimame sana, unajua wewe mwili wako kusimama na kukaa. Nataka niwatoe huo mzigo ndugu zangu leo, si ndio jamani? Muda mwingine na bahati nzuri tu kwa sababu mimi nimekuwepo kwenye hii sekta muda mrefu sana, zaidi ya miaka 18. Lakini muda mwingine mtu anakuja kukutungia uongo ambako uongo unataka kufanana na ukweli. Usipokuwa unasikiliza na kufuatilia, unaweza muda mwingine ukamhukumu mtu pasipo sababu ya msingi. Mambo pia yapo. Sasa mimi nataka niondoe ofisi yangu kwenye lawama. Yes. Na mwenyekiti, nimeshasema sana mfumo. Hii ni malango ya mwisho. Mimi sitaongea tena na ninyi, mwenyekiti. Na yes. Hii ni malango ya mwisho. Tarehe 30 Juni nataka nilione hili. Mtafanyaje? Mwenyekiti, nyie mnafahamu wenyewe. Lakini tarehe 30 Juni mfumo uwepo, uanze kufanya kazi. Mimi sitaki tena kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 kama nitakuwepo. Yaani kaeni tu. Sitaki tena nije niite waandishi wa habari hapa kwamba leo nimewaita kwa ajili ya kufuta leseni. Sitangaza tena tangazo la kufuta leseni. Yaani maumivu watu watakuwa wanapata huko. Na nimesema kama luku tu jamani, lipa umeme kadri utumiavyo. Zamani silikuwa TANESCO wakikusahau unatumia umeme, si ndio? Wengi pia mmefanya hivyo hapa. Si ndio? Kuna mtu aliwahi kwenda TANESCO kwa bwana, mwezi umepita mjaja hapa kuniulizia hela yenu hii hapa ya mwezi. Hamna mtu anaweza kufanya hivyo. Ila leo ukiingia kwenye giza, sio mwenyewe tu. Unaenda mwenyewe kwenye kibanda cha M-Pesa kulipia. Ndio tunataka tufanye kwenye sekta ya madini. Kuwepo kuna automation. Yaani uhusiki na mtu. Umeomba PL mwenyewe, jaza taarifa hapa quarter report. Hujajaza, mfumo utakwambia unapewa default notice. Baadaye inaondoa, anakuja mtu mwingine. Full stop. Haki ya 100%. Lakini pia niliwaambia Watanzania hivi sasa kila mtu ana uwezo wa kupata leseni. Haijalishi unamjua waziri, unamjua naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu au mwenyekiti wa tume. Tengenezeni mazingira. Kila mtu ana haki ya kupata leseni. Provided tu kwamba
anakidhi masharti. Bahati mbaya sana, nyinyi ambao mko field mtanisaidia, wanaochimba wengi hawana leseni, ambao hawachimbi wale ambao wana uwezo wa kutafuta njia za kufika huku kupata leseni ndo wako wengi. Ndo ukweli, wanaochimba wengi hawana leseni. Sasa tujitahidi kuondoa watu wakati hapo kwenye sekta ya madini. Leseni sio pambo, leseni sio sehemu ya kupangisha. Na huu utaratibu ndio umeendelea sana hivi sasa. Mtu anakuja kuchukua leseni hapa, anaenda kuingiza wachimbaji wadogo. Nyie mnawafahamu wachimbaji katika maeneo yenu, tuwasaidie wapate leseni. Mradi wa MBT, Mining for a Brighter Tomorrow, kwa ajili ya kina mama na vijana. Kila RMO katika eneo lake hii mtaniambia wenyewe niwape muda gani, na wapa uhuru kabisa. Nataka mniletee taarifa ya maeneo ambayo mmeyatenga kwa ajili ya kina mama na vijana. Hii nawapa uhuru kabisa. Sababu unajua sekta ya madini tofauti na sekta zingine. Nani kiranja wenu? RMO zamna kiranja? Ni muda gani mnaweza kuniletea taarifa ya maeneo ambayo mmeyatenga kwa ajili ya kina mama na vijana? Jamani, sio mimi, si ndio Sio mimi. Tarehe 28 mwezi wa pili, naomba nipate taarifa ya kila ofisi ilivyotenga maeneo ya leseni ndogo kwa ajili ya kina mama na vijana kupitia mradi wa MBT. Na kauli hii ameitoa kiranja wetu, ambaye yeye sasa atakuwa na kazi ya kufuatilia kabla hata ya ES tarehe 28 nipate taarifa hiyo. Nakushukuru sana. La mwisho, naomba nisisitize, endeleeni kusimamia sheria, taratibu na kanuni. Ndio mwarobaini kwenye sekta ya madini. Usipofanya hivyo, sekta itakuwa ngumu kutawalika. Hakikisheni mnasimamia sheria, taratibu na kanuni katika kuiongoza sekta ya madini. Muhimu sana kuyafanya haya. Najua kuna wakati mnakuwa na matumizi ya busara. Wengine busara zimewarudia. Fanya kwa nia njema, afu busara zinawarudia. In the first place, jambo lolote, matumizi ya sheria, kanuni na taratibu kwanza.